Habarini za muda huu ndugu zangu. Ni hivi, sote tunajua kuwa PayPal ni jukwaa ambalo linasimamia manunuzi, matumizi, sawa, kuhamisha miamala kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia crypto. Yaani hili ni jukwaa ambalo linasimamia matumizi, manunuzi. Sijapata lugha nzuri hapa iwe moja, lakini kwa ufafanuzi ni kwamba pamoja na kuhamisha mali za kidijitali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuhamisha salio kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine duniani, hii PayPal. Sasa basi, kwa wanapai tunapaswa kujipongeza kwa kuiona Pai imeorodheshwa kuwa ni moja kati ya crypto inayoweza kutumika katika jukwaa la PayPal. Imeorodheshwa kuwa ni moja ya crypto inayoweza kufanya manunuzi, matumizi, kuhamisha salio kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia PayPal. Hii ni sehemu ya kujipongeza na ni hatua kubwa sana ambayo inamaanisha kwamba hata leo hii Pai ikifika open mainnet, maana yake tunao uwezo wa kufanya transaction kupitia PayPal. Tunao uwezo wa kufanya manunuzi kupitia PayPal. Tunao uwezo wa kutuma fedha. Una ndugu yako nchi nyingine, wewe upo nchi nyingine, unataka kumsaidia, unao uwezo wa kutuma kupitia PayPal. Una Pai yako, yani kutuma Pai. Hivyo hii ni hatua kubwa, ni moja kati ya hatua kubwa na ya kujipongeza kwamba sasa tumefika au tunafika pazuri. Nikasema kwamba nitazungumzia na swala la Donald Trump na wale manguli wa crypto kule nchini Marekani. Ukichukua habari hii ya PayPal, ukachukua na habari ya rais wa Marekani Donald Trump kuitisha kukaa kikao na manguli wa crypto kwa ajili ya kukokoteza ama kushinikiza sheria ya wazi, kuwekwa sheria ya wazi kule nchini Marekani. Hii inaonyesha kabisa dhamira ya Wamarekani katika kupiga hatua kupitia cryptocurrency, au dhamira ya wazi ya Marekani kujikwamua kupitia uchumi wa crypto. Kwa hiyo ukiangalia haya mambo mawili unayashabihisha kwamba PayPal imeiorozesha Pi Network. PayPal imeiorozesha Pi Network kufanya chochote, kufanya vurugu zote zinazofanywa na PayPal. Kwa hiyo na Pi ni miongoni mwa crypto ambazo zinaweza zikafanya vurugu zote kupitia PayPal. Alafu Marekani, rais wa Marekani Donald Trump amewaita wale manguli wa crypto, sio wa Pi. Pale Nicholas hajaitwa, lakini manguli wa crypto. Hiki ni kikao cha pili tunakiona cha Donald Trump anawaita watu wa cryptocurrencies, lakini
Nicholas Kokalis ama Cheng Diao hajaitwa, lakini huku tayari PayPal wameiheshimisha Pi kwa kuiorodhesha kuwa ni moja ya crypto ambazo zina nguvu na zinaweza zikatumika katika miamala mbalimbali, iwe kununua, iwe kuuza, iwe kutuma kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini huku Donald Trump amewaita manguli kukaa nao kwa ajili ya kusimamia ama kushinikiza taasisi husika zihakikishe sheria ya wazi, sheria ya lazima tuseme, au tuite sheria muhimu, kuhakikisha pale Marekani inapitishwa ili kuifanya kripto iwe ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi ya Marekani. Na ukiangalia katika ripoti yake, Donald Trump ameelekeza kuwa Marekani imedhamiria kununua Bitcoin ili iwe ni moja kati ya asset za nchi ya Marekani. Bitcoin. Hapa tunazungumzia Bitcoin. Tunapozungumzia Bitcoin, maana yake tunazungumzia mama wa crypto. Unapohitaja Bitcoin, maana yake umetaja mama wa crypto. Sasa basi, hebu tuingie tu vichwani kwa haraka haraka, kwa vile tupo kwenye channel ya Pi na magrupu ya Pi. Ikiwa Bitcoin ina thamani ya dola 60,000 na 60,000 na alafu Donald Trump anasema kwamba hizi sheria zipitishwe, hii sheria ya usimamizi wa crypto na udhibiti wa crypto ipitishwe ili ile dhamira yao wa Marekani ya kununua Bitcoin kuwa ni asset ya nchi ya Marekani iwe chanya, kwa sababu tayari kuna sheria ambayo inadhibiti ile crypto katika nchi yao ya Marekani. Hivyo itakuwa ni asset ama hazina thabiti, ama tuseme hazina angalivu, kwa kuwa ina sheria, kanuni na taratibu ya udhibiti, ina sheria, kanuni na utaratibu ya usimamizi. Hivyo hazina hii itakuwa ni bora. Sasa tubaki hapa, kwa kuwa sisi ni mapayonea, hebu tumwangalie Donald Trump, tamko lake hili kuilenga Bitcoin ambayo ina dola 60,000 na alafu huku PayPal wameiorozesha Pi network kule, wameiorozesha, sio kuanza matumizi, wameiorozesha, yani wameipa kibali kuiamini kwamba hii ni moja kati ya bidhaa au ni moja kati ya sarafu inayofaa kufanya matumizi kupitia jukwaa letu, kupitia taasisi yetu, kupitia kampuni yetu, tunaiheshimu. Wakaiorozesha Pi hiyo ambayo kwa sasa ipo chini ya dola moja, lakini jukwaa kubwa kama hili limeiamini na kuipitisha kabla haijafika open mainnet. Yani ni kitu cha kujivunia na kujipongeza sana mapayonea. Sasa basi turudi kwa Donald Trump. Donald Trump ametangaza hiyo kwamba ndio iwe asset ya Marekani, iwe asset ya Marekani. Na sote tunaamini katika watu ambao wanacheza sana na future, wanacheza sana na malengo ya baadaye. Watu weupe huwa mara nyingi wanacheza na future, mara nyingi sana. Yani mtu anafanya kitu ambacho kitakuja kuleta faida baada ya miaka kadhaa mbeleni, ambayo pengine hata yeye
anajua kabisa umri wake hatofikia huko, lakini bado anainvest, anawekeza na anaumiza kichwa kupitia hicho kitu anachotaka kukiwekeza, kitakachokuja kuwanufaisha miaka 50, 100 ijayo, anawekeza. Sasa ikiwa PayPal wameamini na kuipitisha pai ambayo leo ipo chini ya $1, ina maana huyu mzungu Marekani haoni kama kuna pai kule ambayo itakuja kuwa asset kubwa kuliko hii Bitcoin. Haoni kweli, haoni. Tena ikiwa imechagizwa, ISO imeheshimisha pai na kuiorozesha kule, shirika la viwango duniani imeiorozesha na kuipitisha kule, imeiheshimisha pai. Leo PayPal imeiheshimisha kule, alafu Marekani Donald Trump anasimama amesema kabisa kwamba atawekeza kwenye Bitcoin. Ina maana hii pai haioni. Lakini tukumbuke kwamba ile ameongea kwa kodi. Haya mawazo yangu sasa kwamba ameongea kwa kodi kwamba atawekeza kwenye Bitcoin, kwa sababu crypto nyingi mtu anakuambia naweka kwenye Bitcoin, ukimwangalia ana Ethereum, ukimwangalia sijui ana crypto gani, sijui crypto gani. Kwa hiyo kwa sababu lile ndo jina la ukoo, kwa hiyo unaweza ukakuta hata huyu jamaa akawa ameizungumzia pai lakini ameitaja Bitcoin. Inawezekana, sijasema ndo amesema hivi. Kwa hiyo kimsingi tukiangalia ambacho kimefanyika na Donald Trump na wale manguli wa crypto pale nchini Marekani, na hili lililofanywa na PayPal kuiorozesha pai katika jukwaa lao, hivi vitu viwili vinaonyesha njia gani kuwa pai network, linaonyesha njia gani kwenye uchumi wa kidigitali. Swali langu, je, ina maana sisi wa Afrika, viongozi wetu wa Afrika hawalioni hili? Viongozi wetu wa Afrika hawaijui PayPal? Hawaijui kweli? Hawaijui? Hawaioni PayPal kama kuna kitu imefanya? Viongozi wetu wa Afrika hawaoni future zao mabeberu waliotangulia? Viongozi wetu waliokuwa katika sekta za viwanda, sekta za uchumi wa kila nchi Afrika, hawaoni umuhimu wa crypto? Au ndo wanasubiria tuende tukawe watu wa kukopa kila kukicha? Jamani, hebu kama kuna watu ambao watasikia sauti hii, wajaribu kushinikiza viongozi wetu. Bitcoin inatoka mwaka 2009 huko, inawekwa sijui 2011, inaingia mtaani kwa nguvu. Serikali zetu zipo zinaliona hili. Watu binafsi wachache waliong'amuka wakati huo wakachukua, wakanunua. Mtu akanunua Bitcoin 5, mtu akanunua Bitcoin 10, mtu akanunua Bitcoin 2. Leo si wale, kwa sababu mtu anamiliki dola 66,000 mara 2 dola 100,000 na ushe, sawa na milioni 100 ngapi hizo? Ndio hawa ambao leo tunawaita matajiri. Hawa ambao tunawaita matajiri ndio hawa waliowekeza wakati huo kununua vibitcoin kadhaa kwa kujaribu tena pengine kwamba sijui itafaa, sijui haitofaa, lakini leo zimewaneemesha. Sasa why nchi kama nchi ingetoa milioni 100 tu ikanunua Bitcoin wakati ule, milioni 10 tu, nini milioni 100?
milioni 10 ingekuwa na Bitcoin ngapi? Leo katika hazina za nchi zetu za Afrika zingekuwa na Bitcoin ngapi? Ni sawa na shilingi ngapi? Sasa leo kuna pai ambayo ipo chini ya $1. Mchezo ni ule ule kama wa Bitcoin, ule ule chini ya $1. Serikali zetu zimenyamaza kimya, hazizungumzi kuhusu hili. Acha kuzungumza. Je, wamefanya maamuzi? Na kama wamefanya maamuzi kupitia nchi kuzungumza, sisi wananchi kujua, ni haki yetu kwamba kweli serikali yetu sasa imeamua kuwekeza kwenye cryptocurrencies, haitaki kubaki nyuma. Hapa sisemei Tanzania peke yake, nasemea serikali za nchi za Afrika, kwa sababu hii channel ni ya East Africa. Viongozi wa serikali, tawala za kiserikali za East Africa hawaijui PayPal, hawashtuki. Kwa nini PayPal wameiorozesha hii Pi network? Kwa nini? Kwa nini Donald Trump anasema yeye sheria ipitishwe haraka ili mradi ule mpango wao wa kununua Bitcoin, mpango wa serikali ya Marekani kununua Bitcoin ili iwe asset ya nchi? Serikali zetu za Tanzania, serikali zetu za Kenya, Uganda, Malawi, Burundi, Kongo hazilioni hili, hawaijui PayPal. Mimi niache na swali, serikali zetu za Afrika, katika nchi za Afrika, hebu basi tieni neno na sisi tujisikie kwamba kweli tuna serikali inayoendana na uchumi wa kidigitali. Kwa sababu huko nyuma wakati inatoka Bitcoin kulikuwa hakuna utaratibu mzuri wa kisheria zinazosimamia cryptocurrencies. Leo tumeshuhudia nchi zaidi ya 50 tayari zimeshatengeneza sheria. Samahani, nchi zaidi ya 30, maana sina idadi kamili, tayari zimeshaweka sheria ya kuitambua cryptocurrencies. Hii inamaanisha kwamba hiki kitu kinatambulika. Kwa hiyo hata mmiliki wa hiki kitu akimiliki, anamiliki kitu halali ambacho kinatambulika kisheria katika baadhi ya nchi, ambayo leo nchi yako ikiwa haijapitisha, haina sheria, sio kesi. Unaweza katika nchi yako usitumie, lakini ukaenda katika nchi nyingine ukanufaika, na bado ile ukinufaika kule, yale manufaa uliyopata kule kupitia hiyo cryptocurrencies ukairudisha nyumbani, yakaleta faida nyumbani. Kwa mfano Tanzania, mimi Mtanzania, kwa mfano Tanzania haijapitisha sheria ya matumizi ya cryptocurrencies Tanzania, lakini tunajua Japan wamepitisha, tunajua Kenya labda wamepitisha, tunajua Nigeria wamepitisha. Kwa kuwa Tanzania hawajapitisha hii sheria, mimi nikaamua kutoka hapa kwenda Nigeria kununua magari yangu, labda tuseme nikanunua magari ya trucks kwa ajili ya kubebea, kusafirishia mizigo, nikarudi nazo hapa Tanzania, nikazilipia zikaja Tanzania, bado zitakuja kuwanufaisha wa Tanzania kupitia hiyo crypto ambayo serikali yangu ya Tanzania haijaipa umuhimu wa kufanyaje, wa kutumika hapa Tanzania, lakini bado nitaenda kuleta zile trucks hapa Tanzania zitakazo kuja kufanya kazi ndani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo ni kitu muhimu. Sasa je, kwa nini sasa wewe serikali ya Tanzania, mwenzetu kule kapitisha, tunaenda kuupeleka kule uchumi, manake tunaenda kufanya kule transaction, tunanunua kule, tunafanya nini kule, tunarudisha vile vitu huku.
Vipi kama Tanzania ingepitisha? Maana yake tungefanya transaction hapa, tungefanya malipo hapa, tungefanya kila kitu, tukalipia hapa hapa, ningeletewa tu bidhaa ambayo nayohitaji kutoka huko katika hizo nchi. Sina maana kwamba serikali ya Tanzania haipo katika mchakato, kwa sababu sote tunajua kwamba serikali ya Tanzania liliongelewa kwa uwazi kabisa. Mheshimiwa Emmanuel Tutuba amesema tayari sheria zinafanyiwa kazi Tanzania. Sasa kwenye sheria hizi tutoke vipi kuhusiana na kuweka hazina inayohusiana na kripto kwenye nchi zetu? Nchi kubwa kama Marekani leo inajinadi, inasema pitisheni sheria ili mradi lile wazo letu, ule mpango wetu wa kununua Bitcoin kuwa kama asset uende sambamba na hizi sheria, ili uwe na nguvu kisheria. Muona bana? Sasa vipi serikali zetu za Afrika hazilioni hili? Zinafanya maamuzi gani kuhusiana na uchumi wa kripto wa kidigitali? Kwa sababu kama huko 2009, 2010, 15, 20 sikilikuwa kila kitu bado, hata hayo mabadiliko ya kidigitali ya teknolojia yalikuwa bado hayajabadilika. Haya sasa, kuanzia mwaka jana 2025 tumebadilika rasmi kutoka Web 2 kuja Web 3, ambayo hii Web 3 ndo inapatikana AI humo, zinapatikana vurugu zote, ma cryptocurrencies na kila kitu zinapatikana humo. Sasa ni kitu rasmi. Serikali zetu za Afrika hazilioni hili? Ikiwa nchi kubwa kama Marekani inaweka wazi kabisa kwamba tumeamua kufanya 1, 2, 3, vipi na sisi tusijimwambe fai? Serikali zetu za Afrika tunatamani kusikia Kenya imewekeza kwenye Bitcoin, au tuseme imewekeza kwenye crypto, imeweka milioni 100 kadhaa. Serikali ya Uganda imewekeza kwenye crypto, imeweka mamilioni kadhaa kwa ajili ya kununua crypto kuwa kama asset ama hazina ya serikali, ili tuone kwamba tunatoka kwenye ule uombaomba. Kila kukicha sisi tumekuwa ombaomba. Kwa nini wakati vitu viko wazi? Pai serikali, pai serikali zetu wa Afrika jamani, pai ipo chini ya $1. Munatuambiaje kwamba serikali inashindwa kuwekeza kwenye hii? Na maana bado nazo haziamini. Ndio maana nauliza, hivi serikali zetu hizi hii PayPal hawaitambui? Hawaijui? $60,000 na ushare hivi ya Bitcoin, serikali zetu zinashindwa kuinunua hiyo Bitcoin. Mbona wanawekeza katika miradi mingine ambayo unayoona hii miradi pengine wala sio miradi ya maana sana au ya kuumiza kichwa? Kwa nini mradi huu uko mbele yetu na tayari tumeshabadilika kwenda kwenye uchumi wa kidijitali rasmi, kwa kuwa tayari tumeshatoka kwenye Web 2 kuingia kwenye Web 3 ambayo ndo inaongoza na haya mauchumi ya kidigitali, haya ma cryptocurrencies pamoja na digital currencies. Shime serikali zetu za Afrika, hebu tulione hili, tuinvesti huko, tusiwe kila siku omba, tutokane na huo uomba. Baada ya kusema haya niseme asanteni kama itakuwa mmenisikiliza.